Kuna jamaa yangu mmoja amenisimulia story ya yeye na mpenzi wake. Hii najua na wewe itakufundisha baadhi ya vitu. Ananiambia wamekuwa kwenye mahusiano ndani ya miaka 5, na kwenye hayo mahusiano mwanamke ana kazi yake na huyu kijana anajitafuta, bado hajajipata. Na ukiachana na kujitafuta kwake ambako hajajipata, mwanamke ambaye anatembea naye, mwanamke kama mwanamke anajilipia hela ya saluni, anajilipia hela ya kucha, anajifanyia kila kitu. Huyu mwanaume kazi yake ni kwenda tukulana na ule mwanamke basi ndani ya miaka 5. Sasa hapa katikati imetokea yule mwanamke amechange, amebadilika. Ameonekana kuna mwanaume ambaye anatembea naye ambaye sasa hivi ana kipato. Anatembelea range na inaonekana anamhudumia kwa sababu mwanamke amebadilika, yani yuko tofauti na vile alivyokuwa mwanzo. Kaja kuniomba ushauri, ananiambia huyu mwanamke wangu nifanyaje kumrudisha kwa sababu nahisi nimempoteza. Mimi sio mnafiki, nilimwambia ukweli, nikamwambia sikia, mpaka umedate na mwanamke miaka 5, it means anakupenda. Na ukao umhudumii, bado anakuvumilia, anakuvulia, mnalala bila nguo usiku na umhudumii chochote. Kuna muda tena mwanaume anaenda kulala kwa mwanamke. Ananiambia naumia, nimepata kazi, alafu ndo mwanamke inaonekana kachoka. Yaani mwanaume tayari kapata kazi, anahisi ndo anataka kumhudumia mwanamke, lakini mwanamke ashachoka, na mwanamke akishachoka ndo kachoka. Yaani hakuna namna una uwezo wa kumfanyia mambo ya hovyo mwanamke ikafikia time amechoka ukasema utamrudisha. Hilo swala halipo. Yaani mwanamke yoyote akikuchoka nikakuchoka. Kwa hiyo alivyoniomba ushauri, mimi nikamwambia sikia, fanya mambo mengine kwa sababu wewe ndio umekosea. Yaani mwanaume yoyote haijalishi unapata shingapi, lakini hakikisha mwanamke wako anapata chochote kitu kutoka kwako. Wanawake sio kwamba wanapenda pesa, hapana. Mwanamke anachotaka kwako ni security, anataka kuwa na mwanaume ambaye anahisi ana uwezo wa kumlinda. Kwa mpaka mwanamke akapata mwanaume mwingine mwenye pesa, ina maana yule ndo ana uwezo wa kumlinda na sio wewe. Mwanamke anataka kuwa na uhakika kwamba hata nikikwama mwanaume wangu naweza nikampigia simu akanisaidia. Sasa ndani ya miaka 5 hujawahi kumsaidia chochote, kakuvumilia, ina maana wewe ndo mpumbavu. Wanawake kitu kingine ambacho wanataka kuwa na mwanaume ambaye anaweza kuwapa amani. Yaani kuwafanya wajisikie kama wanaume wao. Hakuna kitu kinamkata mwanamke steam kama ambavyo akawa na marafiki zake, alafu marafiki zake wakawa wanaongelea wapenzi wao jinsi wanavyohudumia, alafu kuna mpumbavu mmoja ambaye ni wewe, hujai kumhudumia wala kumfanyia kitu chochote. Wanawake wana huruma sana. Just imagine mwanamke anatembea na mwanaume miaka 5 hamhudumii. Sijui, lakini dada zangu, kama una date na mwanaume akuhudumii, achana na huyo mwanaume. Huyo ni mpumbavu kama wapumbavu wengine. Hana msaada yote kwenye maisha yako. Achana naye.